Mtazamaji, ni katika mwendelezo wa habari za kisiasa ambazo zimeendelea kutikisa taifa letu la Tanzania. Jina langu ni Official Rose B. Hii ni Biomedia. Tuangazie taarifa ya Tundu Antipas Lissu ambaye amemvaa shahidi wa siri P9 mahakamani. Mange na Heche wadai mashahidi wa uongo kesi ya uhaini. Hili limekaaje mtazamaji wetu? Karibu sana katika upande wa habari za kisiasa. Tuangazie ile kesi ambayo ni mwendelezo ya uhaini inayomkabili mwanasiasa wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Mahakama Kuu leo Februari 20, 2026 imeendelea kusikiliza ushahidi wa upande wa mashtaka katika shauri la jinai namba 19605 ya mwaka 2025 Republic na Tundu Lissu. Kikao cha leo kimejikita katika ushahidi wa shahidi wa kificho ambaye anafahamika kwa jina la P9, huku mshtakiwa mwenyewe akiongoza maswali ya dodoso kwa lengo la kupima uaminifu wa ushahidi huo. Kama ilivyo kawaida ya mwenendo wa kesi hiyo, majaji watatu waliingia mahakamani na kuketi tayari kwa kuendelea na usikilizwaji, na karani wa mahakama alisoma rasmi namba ya shauri na wakili wa serikali wakajitambulisha wakieleza kuwa wapo tayari kuendelea na shahidi wa 14 wa upande wa mashtaka kwa maswali zaidi. Jaji Nduguru alimuuliza mshtakiwa kama yupo tayari kuendelea, na Lissu akajibu kwamba yupo tayari. Shahidi wa kificho P9 alikumbushwa kuwa bado yupo chini ya kiapo, na katika hatua ya awali dodoso, Lissu alimtaka shahidi athibitishe kama aliandika maelezo polisi tarehe 22 Aprili 2025 na kama angeweza kuyatambua akionyeshwa. Shahidi alikiri kuandika maelezo hayo na kueleza kuwa angeyatambua. Maelezo hayo yaliwasilishwa mahakamani na shahidi kuthibitisha kuwa ni yake. Baada ya uthibitisho huo, Lissu aliomba mahakama ruhusa ya kuhoji kwa lengo la kupunguza uzito wa ushahidi wa shahidi, akisema kuna mambo katika maelezo hayo ambayo hayako sawa na ushahidi wake wa awali. Alianza kwa kusoma sehemu ya maelezo hayo hadharani, kisha akamtaka shahidi athibitishe kama alichokisoma ndicho kilichoandikwa. Shahidi alikubali kuwa maudhui yaliyosomwa ni sehemu ya maelezo yake. Katika maswali ya Lissu, alianza kwa kumkumbusha shahidi kuwa alieleza yeye ni mkazi wa Mbeya mjini na ni fundi umeme anayefanya kazi ndani ya jiji la Mbeya. Aidha, shahidi alikiri kuwa mwaka 2024 alivutiwa na sera za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kuanza kufuatilia mikutano na hotuba za viongozi wake. Shahidi pia alizungumzia matembezi ya amani yaliyofanyika Mbeya mwaka 2024, akieleza kuwa viongozi mbalimbali wa chama walihusika katika maeneo tofauti. Sehemu kubwa ya dodoso ilijikita katika tukio la Aprili 3, 2025 ambapo shahidi alidai kuwa akiwa nyumbani kwake alikuwa akiperuzi mtandao wa Instagram kwa kutumia simu aina ya Samsung S8 Pro, na alikiri kuwa ili kuingia Instagram ni lazima kuwa na akaunti, simu janja na bando la internet. Kwa mujibu wa maelezo yake, wakati akiperuzi aliona video ya Lissu, ingawa alikiri kuwa hakumbuki ni akaunti ya nani ilichapisha video hiyo. Alidai katika video hiyo Lissu alikuwa amevaa mavazi yenye rangi za Chadema akiwa jukwani au ukumbini, huku kukiwa na bendera za taifa pamoja na rangi za chama. Shahidi alidai kuwa katika video hiyo kulikuwa na kauli zinazohusu kuvuruga au kuchafua uchaguzi. Lissu aliendelea kumhoji kuhusu mahojiano yake katika kituo cha polisi Mwanjelo, ambapo shahidi alisema aliitwa kwa mahojiano zaidi na kuhojiwa na askari wawili tofauti. Alieleza kuwa wakati wa mahojiano ya pili alionyeshwa tena video ya Lissu, na hapo ndipo alianza kufanya makosa katika majibu yake. Baada ya maswali hayo, Lissu alimuuliza shahidi kama angependa maelezo yake yaingizwe rasmi kama kielelezo mahakamani. Shahidi alijibu kuwa hana pingamizi. Upande wa serikali nao haukuwa na pingamizi, na mahakama ilipokea maelezo hayo kama kielelezo D13. Kikao cha leo kimeonyesha mkazo wa utetezi katika kupima uhalali na uthabiti wa ushahidi wa mashahidi wa kificho, hasa kuhusu vyanzo vya taarifa za mitandaoni na mchakato wa mahojiano ya polisi. Kesi hiyo mtazamaji inaendelea kuvutia hisia za watu wengi sana, na wengi kuendelea kuifuatilia. Ikumbukwe Mange pamoja na Heche waliwahi kufunguka kuhusu hao mashahidi na kudai kwamba ni mashahidi wa uongo. Je, ni kweli ni mashahidi wa uongo? Na kama ndivyo, nini pengine ambacho kitasaidia?
Endelea kufuatilia kwa kina mwendelezo wa kesi hiyo na tuendelea kukupa update mbalimbali kupitia Biomedia. Endelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, usiache kushare, kulike pamoja na kucomment.